Ndugu wanahabari, kama mnavyofahamu, Tanzania na Misri ni nchi rafiki na washirika wa karibu. Urafiki na uhusiano wetu umekuweko hata kabla ya ukoloni, pale ambapo wafanyabiashara wa Misri walikuwa wakija kwenye maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Kipindi cha ukoloni, mataifa yetu mawili yalishirikiana kwa karibu zaidi kwenye harakati za kutafuta uhuru wa Afrika. Na baada ya kupata uhuru, mataifa yetu yameendelea kushirikiana kwenye nyanja mbalimbali, ambapo mwaka 1989 nchi zetu mbili zilianza tume ya pamoja ya ushirikiano, Joint Commission for Cooperation, JCC, na kupitia tume hiyo tumekuwa tukishirikiana kwenye sekta mbalimbali, hususan biashara na uwekezaji, kilimo, elimu, afya, maji, nishati na eneo la ulinzi na usalama. Nitumie fursa hii kwa niaba ya serikali na Watanzania wote kuishukuru serikali ya Misri kwa ushirikiano mkubwa inayotoa kwa nchi yetu kupitia mafunzo na ufadhili wa masomo ya muda mrefu nchini Misri. Zaidi ya hapo, Watanzania, wataalamu wa Misri kwa kushirikiana na wataalamu wetu wametoa huduma za upasuaji wa wagonjwa wa moyo kwa Watanzania wapatao 420 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Bila ya shaka, naamini mtakubaliana nami kuwa mojawapo ya kielelezo kikubwa cha ushirikiano wa karibu uliopo kati yetu ni utekelezaji wa mradi wa kufua umeme wa bwawa la Julius Nyerere. Mradi huu ni mkubwa ambao umegharimu kiasi cha shilingi trilioni 7.4 na umejengwa na kampuni mbili za kutoka nchini Misri. Hivyo tunaishukuru sana serikali na makampuni kutoka Misri kwa kushirikiana nasi kwenye utekelezaji wa mradi huu mkubwa sana. Mradi huu umegharamiwa kwa fedha zetu wenyewe na kujengwa na kampuni za Afrika. Huu ni uthibitisho kuwa nchi za Afrika zikiamua zinaweza kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati kama hii bila ushiriki wa mikono mingine ya nje ya Afrika. Katika ziara hii leo, muda mfupi uliopita, tulikuwa na mazungumzo na ujumbe wa wageni wetu tuliowapokea, Mheshimiwa Rais na ujumbe wake. Tumejadili masuala mengi sana yenye lengo la kukuza na kuimarisha uhusiano zaidi na ushirikiano kati ya mataifa yetu mawili. Mazungumzo yetu yalijielekeza katika kuimarisha uhusiano na ushirikiano kwenye masuala ya kiuchumi kwenye nyanja mbalimbali kama ifuatavyo. Moja, biashara na uwekezaji. Tumekubaliana sote kwamba kiwango cha biashara kati yetu bado kiko chini, lakini kuna fursa kubwa za kuweza kukikuza, hivyo tukubaliane kukuza biashara. Lakini vile vile kwenye uwekezaji, nchi hii ya Misri ni ya 8, ukiangalia nchi 10 za juu zinazoinvesti Tanzania, Misri ni ya 8 kwa uwekezaji nchini na miradi 61 yenye thamani za dola za Marekani bilioni 1.5 na imezalisha ajira kwa Watanzania zaidi ya 4,000. Na maeneo ambayo wamewekeza ni nishati, viwanda, ujenzi, kilimo, utalii na huduma nyinginezo. Licha ya takwimu hizo za kutia moyo, kama nilivyosema, bado kuna fursa ya kukuza biashara na uwekezaji kati yetu, na ndio tulioyazungumza ndani. Katika ziara hii, Mheshimiwa Rais El-Sisi ameambatana na wafanyabiashara wakubwa 35 kutoka nchini Misri ambayo hivi sasa wanakutana na wenzao wa Tanzania kwenye jukwaa la biashara. Nina imani kupitia jukwaa hilo na kwa kuzingatia fursa za uwepo wa eneo huru la biashara la Afrika, biashara na uwekezaji kati yetu itaongezeka maradufu. Kwa upande wa sekta ya kilimo, ndugu wanahabari, kwenye mazungumzo yetu tumebaini kuwa sekta ya kilimo cha mazao na mifugo inayo nafasi kubwa ya kukuza ushirikiano wa kiuchumi kati yetu pamoja na nchi nyingine za Afrika. Kila mwaka nchi za Afrika zinatumia wastani wa dola za Marekani bilioni 70 hadi 100 kuagiza chakula.
hususan ngano, mahindi, mchele, mafuta ya kula, sukari, nyama na maziwa. Kama mjuavyo, sisi Tanzania tuna eneo kubwa lenye kufaa kwa kilimo, ikiwemo hekta milioni 29 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji maji. Aidha, Tanzania inashika nafasi ya pili kwa idadi kubwa ya mifugo barani Afrika. Wenzetu kwa upande wa Misri wamepiga hatua kubwa kwenye sekta ya kilimo, hususan teknolojia za kilimo, umwagiliaji na uzalishaji wa mbegu kwa kutumia chanzo kimoja cha umwagiliaji ambacho ni mto Nile. Sisi Tanzania tuna mabwawa, tuna mito mingi na maziwa, lakini bado tuko nyuma kwenye umwagiliaji maji. Kwa hiyo tumeamua kushirikiana kwenye eneo hili kukuza kilimo chetu sisi Tanzania, lakini na wao tukilima kwa pamoja. Na tumekubaliana kuimarisha ushirikiano kwenye eneo hilo. Tumependekeza kusaidiana kwenye teknolojia za umwagiliaji maji, lakini kwa upande wao wameonyesha nia ya kuwekeza kwenye kilimo cha ufugaji pia hapa nchini, na kwa maana hiyo tumekubaliana kutumia ranchi yetu ya Ruvu ambayo kwa sasa haina kazi, tutaitumia kwa kuwekeza kwenye mifugo sisi na wao. Nimewakaribisha pia kuja kushirikiana na taasisi zetu ikiwemo JKT, magereza na NARCO ambazo zina maeneo makubwa yenye kufaa kwa kilimo na ufugaji, kwa ni pamoja na mradi wa kilimo kule Zanzibar. Eneo la tatu ni miundombinu ya uchukuzi. Kama mnavyojua, huwezi kukuza ushirikiano wa kiuchumi bila kuimarisha miundombinu ya usafiri na huduma za usafirishaji. Hivyo kwenye mazungumzo yetu tumekubaliana kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya usafirishaji. Walipoitwa kusaini Waziri Makame Mbarawa na waziri kutoka Misri, tuliwapigia makofi. Tuliwapigia makofi kwa sababu huko ndani huko kulikuwa na mambo. Walikuwa wanavutana kidogo. Kwa hiyo tumetoka ndani, mambo yamekaa sawa, na ndio maana hapa tumewapigia makofi. Kwa hiyo tumekubaliana sote kwa pamoja kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya usafirishaji. Tumekubaliana kuunganisha bandari zetu. Bandari ya Dar es Salaam watatusaidia development, ujengaji wa bandari ya Bagamoyo, eneo lao ambao watatumia, lakini pia katika mazungumzo wataunganisha bandari ya Bagamoyo na reli kwenda Kwala, ambako kule Kwala tutawakatia eneo la kuweka bidhaa na makontena yao. Kwa hayo ndio tumekubaliana baada ya mvutano baina ya Makame na mwenziwe. Tumekubaliana hayo. Tumejadiliana na kukubaliana kwamba Egypt Air inakuja mara 3 sasa hivi kwa wiki ndani ya Tanzania. Vivyo hivyo ATC nayo ijiandae kutoa huduma kama hiyo kuelekea miji kule nchini Egypt. Sambamba na hayo, tumehamasisha kuendelea kwa majadiliano kuhusu kuanzishwa ushirikiano kwenye usafiri wa baharini, kama nilivyosema, kwa kuunganisha bandari zetu Dar es Salaam, Bagamoyo, Sofaga na bandari nyingine kule Misri. Hatua hii itarahisisha usafirishaji wa bidhaa kati ya Tanzania na Misri na vile vile kufungua fursa za masoko za bidhaa za Misri kwa nchi za kusini mwa Afrika pamoja na bidhaa za Tanzania kuingia kwenye eneo la Ghuba. Hiyo ni hatua kubwa sana tukiweza kufika hapo. Tumewakaribisha pia kushiriki kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali nchini, hususan kama nilivyosema bandari na reli, lakini barabara, madaraja, real estate, ujenzi wa majumba na mambo kama hayo. Masuala mengine ya ushirikiano, tumeangalia maeneo ya kuimarisha ushirikiano kama afya na elimu. Nako tumezungumza mengi, tumekubaliana mengi, lakini wametupa pia ahadi, ikitupendeza wako tayari kujenga hospitali mpya na kuiweka vifaa vyote ikitupendeza. Sasa nani anapewa ofa hiyo anakataa? Tutaendelea na mazungumzo kuona hilo nalo linafanyika. Kama nilivyogusia awali, kwa miaka mingi Misri inasifika kwa maendeleo ya sayansi na teknolojia. Ndio maana mpaka leo bado dunia inajiuliza
kwa namna gani wa Misri waliweza kujenga pyramids. Ni kwa sababu toka huko asili yao hawa ni watu wa sayansi na teknolojia. Bila sayansi pyramids zile zingeisha bomoka, zingeisha sambaratika, lakini kwa sayansi yao kubwa walioitumia, pyramids zile they are still there na ziko nzuri, tunazitumia. Hivyo kwa mazungumzo yetu nimemweleza Mheshimiwa Rais Al-Sisi kuwa jitihada za kuinua masuala ya sayansi na teknolojia nchini zimeendelea. Tumezindua mifuko kadhaa ya kusomesha watu wetu ikiwemo Samia Extended Scholarship Program. Nimemuomba tuunge mkono kwenye hili, tusomeshe watu wengi kwenye field za sayansi, cybercrime, AI, ICT na mambo mengine, na amekubali hilo. Zaidi ya hayo, tulizungumza swala la kusaidiana kujenga ujuzi na ubobezi kwa wataalamu wetu hususan kwenye magonjwa ya moyo, figo, kansa na kadhalika. Yote yamekubali. Aidha, tumekubaliana kuendelea kushirikiana kwenye sekta ya maji, ambapo sisi Tanzania tuna jukumu na wajibu wa kuhakikisha tunatumia vyema maji ya Ziwa Victoria na kuto kusababisha athari ya mtiririko wa maji yanayokwenda mto Nile ili kuingia kwao kwa matumizi. Nasi tumebeba dhima hiyo kwamba tutalinda Lake Victoria na kuhakikisha mtiririko wa maji unakwenda vizuri. Tutajenga mazingira mazuri ili maji yale yasiwe yana kiwango cha kupungua, yatiririke vizuri. Sambamba na hayo, kama mnavyojua, Tanzania na Misri zipo kwenye maeneo ya kimkakati yanayounganisha bahari za Hindi, Mediterranean na Shamu, bahari ya Shamu. Kwa mantiki hiyo, maeneo hayo yamekuwa yakikabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama ikiwemo ugaidi, uharamia, uvuvi haramu na makosa mengine ya kimataifa. Hivyo tumekubaliana kuimarisha ushirikiano wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili kukabiliana na changamoto hizo. Masuala ya kimataifa, kama mnavyoelewa, sisi mataifa mawili wote ni wanachama wa Umoja wa Afrika, wanachama wa nchi zisizofungamana na upande wowote, wanachama wa Umoja wa Mataifa na pia wanachama wa nchi za Maziwa Makuu. Hivyo tumekubaliana kushirikiana vyema katika nyanja hizo na vile vile kuendeleza majadiliano ya bonde la mto Nile ili kufikia muafaka kuhusu matumizi bora na endelevu ya maji ya mto huo. Tumesisitiza kuwa mto Nile haupaswi kuwa chanzo cha migogoro, bali chombo cha kushirikiana na kuleta ustawi wa maendeleo kwa nchi zinazozunguka bonde hilo. Nimetumia fursa hiyo kumweleza Mheshimiwa Rais Al-Sisi kuhusu dhamira ya Tanzania kuwania nafasi ya ujumbe usio wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa mwaka 2029-30 na kuomba Misri, taifa la Misri litunge mkono, na wamekubali hivyo. Lakini vile vile nilimweleza kwamba Tanzania mwezi Februari mwaka huu ilikabidhiwa dhamana ya kuwa champion au msimamizi au mwendelezaji wa kuangalia afya ya mama na mtoto Afrika, na kumuomba anisaidie pia kwenye kutekeleza jukumu hilo. Kwa upande mwingine, ndugu zetu wa Misri, nchi yao inasifika kwa masuala ya kihistoria, na kama nilivyoeleza awali, nchi zetu mbili zilishirikiana karibu kwenye enzi za harakati za kupigania uhuru mwaka 66. Hivyo sisi na wao tutakwenda pamoja kuhakikisha kwamba uhuru wa Afrika unabaki uhuru wetu, ni si uhuru wa watu wengine. Na hitimisho, ndugu zangu wanahabari, haya ni baadhi ya masuala ambayo tumeyajadili. Mengine ambayo nimeyasahau au nimeyaacha, Mheshimiwa Rais Abdel Fattah Al-Sisi atayazungumza yeye nitakapomkaribisha. Nihitimishe kwa kutumia fursa hii kutoa rai kwa mawaziri wote wa Tanzania na wataalamu wetu, lakini vile vile kwa upande wengine kwa ndugu zetu wa Misri kuhakikisha kuwa yote tuliowajadili na kukubaliana na kaka yangu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri Mheshimiwa Al-Sisi, pamoja na mikataba tulioisaini leo hapa katika mkutano wetu na ile iliyosainiwa kwenye jukwaa la wafanyabiashara kule,
inakwenda kutekelezwa ipasavyo na bila kuchelewa. Tumekubaliana kuharakisha utekelezaji wa tuliokubaliana. Baada ya kueleza hayo, sasa napenda nimkaribishe Mheshimiwa Rais na yaweze kuzungumza nanyi waandishi wa habari.